أحبتي في الله، فأما كتاب الله فهو الهدى والنور وحبل الله الممدود، من اعتصم به نجاه ومن أعرض عنه ضل. Cha kwanza ambacho kwamba alituimiza mtume wetu sallallahu alayhi wasallama ni kitabu cha Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Yeyote ambaye kwamba atashikamana na kitabu cha Allah, bila shaka ndani yake kuna uongofu, bila shaka ni nuru ambayo kwamba itamsaidia na atakuwa ni mwenye kusalimika. Na yeyote ambaye kwamba atakiweka mgongoni kitabu cha Allah, yeyote ambaye kwamba atakipuuza kitabu cha Allah, yeyote ambaye kwamba kitabu cha Mwenyezi Mungu kitakuwa hakina nafasi kwa maisha yake, kwa dunia yake, mtu kama huyo asitarajie kuwa atakuwa ni mwenye kufaulu. Famin aqidati ahli sunnah walillahi alhamd wal minna, katika itikadi ya watu wa sunna, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Watu wa sunna ya'taqiduna anna hadha alquran alladhi bayna aydihim كلام الله حقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Watu wa sunna wanaamini kuhusu hii Qur'ani ambayo kwamba tuko nayo misikitini. Watu wa sunna wanaamini hii Qur'ani ambayo kwamba tuko nayo majumbani mwetu kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, yalishuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhana. Aliteremka nayo Jibril aya baada ya aya, aya baada ya aya, kwa muda wa miaka 23 akimteremshia mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa mahfudhun fi suduri was-suturi. Na hayo maneno ya Mwenyezi Mungu, hiyo Qur'ani, kwa watu wa sunna walillahi alhamd, ni maneno ambayo kwamba yamehifadhiwa vifuani na yamehifadhiwa katika kurasa. Twaona katika mitaa yetu, twamshukuru Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu awazidishie walimu wetu. Watoto wanazidi kuhifadhi maneno ya Allah, kutekeleza maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wasallama. Khairukum man ta'allama alquran wa 'allamahu, mbora wenu ni yule atakayejifunza Qur'ani na akaisomesha. Kila mwaka watoto wanahifadhi Qur'ani, wanahifadhi maneno ya Allah. Inatupatia himma kama Waislamu, kama watu wa sunna. Na kila miaka Waislamu wanachapisha Qur'ani, wanachapisha Qur'ani, wanachapisha Qur'ani. Hii ndo itikadi yetu watu wa sunna. وقد نقله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين نقلا متواترا. نولو إنكوه قرآني ni wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wanafunzi ambao kwamba anasema Ibn Mas'ud, inna Allah ta'ala nadhara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam khayra qulubil ibad fastafahu birisalatihi wa nubuwwatihi thumma nadhara ila qulubil ibad fawajada quluba ashabi Muhammadin صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه. Mwenyezi Mungu aliangalia kwa nyoyo za waja wake, akaukuta moyo wa mtume ndio moyo bora. Mwenyezi Mungu akamchagua mtume akawa mwisho wa mitume, akampatia kazi ya risala, akampatia utume, akawa wa mwisho katika mitume wa Allah. Kisha Mwenyezi Mungu akaangalia katika nyoyo za waja wake, akazikuta nyoyo za masahaba, wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo nyoyo bora. Mwenyezi Mungu akawajalia masahaba wakamzingira mtume, wakawa karibu na mtume, wakawa mawaziri wake, wanaeneza dini, wanasaidiana kupigana kwa ajili ya hii dini pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakukosea alosema, qulli man tusahib aqul laka man anta, nieleze rafiki yako ni nani na mimi nitakueleza wewe ni nani.
Bila shaka mtume kama ni bora haizi kuwa ila na marafiki ambao kwamba ni wema. Bila shaka mtume akiwa khairul bariya, hakuna kiumbe bora zaidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka marafiki zake watakuwa ni wema. Yeye ndo alotuambia la tusahib illa mu'mina sallallahu alaihi wasallam. Hii ni itikadi ya watu wa sunna kwenye Qur'ani ambayo kwamba mtume alituachia vizito viwili. Lakini tukija katika mashia al-imamia ar-rafidha, imani yao ni gani kwa hiki kitabu cha Mwenyezi Mungu? Hum ya'taqiduna annahu muharrafun wa mubaddalun wa annahu naqisun. Itikadi yao kwa hii Qur'ani alotuachia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume karibu anaondoka duniani, anatusia, ametuachia vitu viwili. Cha kwanza ni kitabu cha Allah, cha kwanza ni maneno ya Allah, kitabu ambacho kwamba kina juzuu 30, kina sura 114, ina herufi zaidi ya 600,000. Je, imani ya mashia kwa hiki kitabu ni ipi? Katika viwili alivyotuachia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wanaamini kuwa hii Qur'ani katika viwili alivyotuachia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ina kasoro, imepinda, haiko sawa. Rawa al-Kullaini fi usul al-Kafi yaqulu wa inna indana la mushaf Fatima mushafun fihi mithlu qur'anikum hadha 3 marratin ma fihi min qur'anikum harfun wahidun. Kama ilivyokuja katika usul al-Kafi juzuu ya kwanza ukurasa wa 239, mwanachuoni mkubwa wa Kishia anasema, ama kwa hakika sisi tuna mushaf unaojulikana kama mushaf Fatima. Mushafu huu ukubwa wake unashinda Qur'ani yenu mara 3, na hutopata katika msahafu kama huo herufi hata moja ambayo kwamba iko kwenye Qur'ani yenu. Na maneno hayo ndugu Islam yanakinzana na Qur'ani, yanakinzana na ahadi ya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu anasema kuhusu kitabu chake, dhalika alkitab la raiba fihi, hicho ni kitabu ambacho kwamba hakina shaka. Mwenyezi Mungu anasema tabaraka wa taala kuhusu kitabu chake, la ya'tihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Hii Qur'an hautopata dosari kwa njia yote ile, hautopata kosa lolote kwa namna yote ile. Ni kitabu ambacho kwamba kilitoka kwake Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Ndugu Waislamu, huu ni wasia wa kwanza wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam.